Katoliki pale mjini Posta pale vinauzwa vitabu hivi. Nilienda pale nikasema kwa kuwa nafundisha dini nisije nikawa nawafundisha watu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo nikawa nasoma pia vitabu vya walimu wa dini zingine. Sasa padri anajibu maswali ya waumini. Swali la kwanza linasema hivi, kwa nini? Anasema hivi, je, Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba? Je, Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba? Sasa ninaomba usome maelezo ya majibu ya swali hilo la padri. Na sauti yako hiyo inatakiwa iwe inaenda mbali ili watu wasikilize. Unajua watu wako nyumbani wanasikiliza vizuri. Kwa hiyo usiongee na walioko hapa. Tunaongea na watu walioko nyumbani. Soma kitabu. Padri ameandika kitabu cha maswali na majibu. Sasa swali, je, Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba? Hiyo Krismasi hiyo ambayo Wakristo wanasherehekea. Soma majibu. Kwa kweli hakuna anayejua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 Desemba. Ilikuwa sikukuu kubwa. Subiri kidogo, soma vizuri. Kwa kweli unaweka vituo vizuri. Unajua soma kama mwalimu. Kwa kweli hakuna anayejua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Koma. Tarehe 25 Desemba. Tarehe 25 Desemba ilikuwa sikukuu kubwa kwa wapagani. Hayo ni maneno ya padri, ameandika kitabu kuwaeleza, kuwafundisha Wakristo. Endelea. Walikuwa wakifanya ibada zao kwa Mungu jua. Endelea. Kwenye karne ya 4 mwaka 336 baada ya Yesu kuzaliwa na kufa na kufufuka. Wakristo yaani viongozi wa kanisa walikuwepo karne hizo, walionelea siku hiyo washerekee kuzaliwa kwa Yesu. Endelea. Mwanga nuru ya ulimwengu. Lengo kubwa. Haya, tunakuja kwenye lengo kubwa. Lilikuwa nini? Lilikuwa kuwahusisha pia wapagani katika kumshangilia Yesu. Haleluya. Mwisho wa kunukuu. Shika vizuri, tunaendelea na swali la pili. 5 Desemba kwa kweli Yesu hakuzaliwa, ila ilikuwa ni sherehe ya wapagani waliokuwa wanashangilia Mungu jua. Kitabu hiki kiko pale Cathedral kwenye bookshop ya kanisa ya Roma, na kimeandikwa na padri. Na ukihitaji naweza nikakupatia, nitaangalia bei yake hapa, nikakupa ukanipa hela nikaenda kununua kingine. Usiongee vitu ambavyo huna uhakika navyo. Yote ninayoongea hapa tunakubaliana na viongozi wa dini wote, wale waliosoma na wanaoelewa, ila wale maamuma ndio hawawezi kubaliana na haya. Maamuma wao wanashika, hawaelewi wanachoshika, wala hawasomi, wala hawafuatilii kwamba hili jambo limetoka wapi. Kwa hiyo viongozi wa dini
Walipoona kuna mashindano kati ya wapagani na Wakristo, wakaona ni afadhali waige desturi za kipagani waziingize kanisani ili waweze kupata misaada, kwa sababu Konstantino alikuwa ndio mfalme mwenye pesa. Kwa hiyo ili waweze kuwapata wapagani waingie kanisani, wakasema tuige desturi zao tuzilete kanisani. Miaka 336 mitume wote walikufa miaka 70 mpaka 80 AD. Kwa hiyo miaka 100 hakukuwa na mtume wa Yesu. Walikufa bila Krismasi kuwepo kwenye Ukristo. Miaka 200 hakukuwa na sikukuu hiyo kwenye Ukristo. Miaka 300 hakukuwa na sikukuu hiyo kwenye Ukristo mpaka miaka 336 ndipo mtaguso ukaingizwa kwenye kanisa. Swali la pili hili hapa linasema, alisoma vizuri. Kwa nini tunasali siku ya Jumapili, sio Sabato? Hilo ni swali la pili ambalo padri yeye anafundisha waumini. Ninarudia ili watu waelewe. Padri anafundisha, anajibu maswali ya waumini. Kwa hiyo kama wewe ni Msabato, kama wewe ni Mluteri, kama wewe ni Mwanglikana, kama wewe ni TAG, kama wewe ni Pentekosti, kama wewe ni Full Gospel, kama wewe ni Muislamu, kama watu wa dini zote wanaotafuta kujua kwa nini pumziko la Sabato limehamia Jumapili, kwa nini unatakiwa urudi kwa mapadri. Mapadri ndio wanaojua, kwa sababu ndio waliohusika na vitabu, wameandika. Na kitabu hiki tunachokisoma ni cha padri. Sasa soma majibu, rudia kwa swali alafu usome majibu. Kwa nini tunasali siku ya Jumapili? Kwa hiyo anajiuliza, huyo ni padri anajiuliza na kutoa majibu. Mwalimu wa dini, endelea. Sio Sabato. Kwa hiyo kusali Jumapili, wengi wanasema ni siku ya saba. Sasa padri anaeleza wazi kwamba Sabato ni Jumamosi, ila kwa nini sisi tumeamua kusali Jumapili? Anatoa majibu. Endelea. Ndivyo. Soma vizuri, endelea. Hiyo iko nyingi sana. Soma kwanza mwanzo. Soma yote. Masomo ni mengi. Yanasisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kupumzika na kusali siku ya Sabato. Kwa mfano Kutoka 20 mstari wa 8 hadi wa 11. Amelifaa, anasema hivi: msingi wa Wayahudi kusali Sabato Jumamosi ni kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu iliyoandikwa Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka wangapi? Wa 11. Hilo nilifundisha hapa. Kwa hiyo sitofautiani na padri, tuko sahihi. Mimi nataka nijiondoe kwenye kesi. Unajua wanasema huyu jamaa anafundisha yasiyo sahihi. Sasa mimi nataka nijiondoe kwenye kesi, niwaambie umma wa Zabara kwamba niliyofundisha
yanakubaliana na viongozi wa dini wote, wasomi, sio maamuma. Maamuma hapana, ila wasomi tunakubaliana. Endelea. Pia Kutoka 35 mstari wa 2. Endelea maelezo ya chini. Lakini baada ya kufufuka kwa Yesu, Wakristo walionelea waadhimishe siku ya Bwana. Siku hiyo Yesu alipotoka kaburini, ndipo alipodhihirisha ya kwamba ameshinda mauti. Nina paragrafu inayofuata. Kihistoria sasa anakuja kueleza, ametoa sababu kwamba tumeona viongozi wa dini, tumeona tusali Jumapili kwa sababu ndio siku ambayo Yesu alifufuka. Sasa wachambuzi wataendelea kujiuliza lengo lilikuwa ni nini, na je, ilibadilishwa lini na ilikuwaje? Anaeleza padri kihistoria, yani tokeaje, ilikuwaje mpaka ikawa hivyo. Endelea. Kihistoria tunaelewa kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi. Tulia hapo kwanza. Padri anasema kihistoria tunaelewa ya kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuabudu siku ya Bwana Jumamosi. Kwa hiyo siku ya Bwana kwa mujibu wa Biblia na Wakristo wote wa kwanza ni Jumamosi. Endelea. Walivyozoea Wayahudi. Kumbe kuna Wakristo wasio Wayahudi, Korintho na kwingine, yaani wale wasio Wayahudi nao walikuwa wanapumzika siku ya Bwana Jumamosi kama walivyozoea Wayahudi. Kuna watu wanasemaje, kanisa lilipoanza Jumamosi, Sabato iende kwa Wayahudi, wengine haikuwa yao. Padri anasema hapana, Wakristo wote wa mwanzo walikuwa wanapumzika siku ya Bwana Jumamosi. Sasa tunaenda kufuatilia ilikuwaje, wapi, lini. Endelea. Endelea kipengele kinachofuata. Wale ambao walikuwa wanatoka upagani. Kesi kaanzia hapo. Wakristo waliokuwa wanatoka kwenye upagani hawakujisikia kuwa wanabwana, wanabanwa na sheria hiyo. Wakristo waliotoka kwenye upagani walipoambiwa wasali na kupumzika siku ya Jumapili, siku ya Jumamosi, wao wakasema hiyo haiwezekani. Kwa hiyo wakaona wanabanwa na hiyo sheria. Wamezoea kuabudu jua siku ya Jumapili. Unawaambia leo waache desturi hiyo, eti wafuate desturi nyingine. Hao ukaanza mgongano kati ya Wakristo waliomfuata Yesu na wale waliotoka kwenye upagani. Endelea paragrafu nyingine. Sababu nyingine ya kusali Jumapili ni hii. Wafuasi wa Yesu walitaka kujitofautisha na waamini wa dini ya Kiyahudi. Subiri hapo. Sababu nyingine ni hii. Wafuasi wa Kristo waliotoka kwenye upagani wakataka wajitofautishe na Wakristo waliotoka kwenye Uyahudi. Mnanielewa vizuri? Wanaonielewa pige mkono. Maana sio kadanganya hapa. Wakristo waliotoka kwenye upagani wakaona kwamba ni heri sasa tujitofautishe na hao Wakristo waliotuletea dini kutoka Yerusalemu. Maana Kristo umetoka wapi? Kwa Wayahudi. Mitume wote wametoa dini wa Kristo, Wayahudi.
Walipofika Roma akasema hapana, dini yenu ni yenu, nasi tuna desturi yetu. Kwa hiyo ugomvi ukaanza kati ya Wakristo wanafunzi wa Yesu na wale ambao walitoka kwenye upagani Roma. Sasa baada ya vurugu zote hizo, endelea mbele sasa. Soma hiyo. Ndivyo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321 Mfalme Konstantino alivyotangaza rasmi kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana, Wakristo wapumzike na kusali. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi. Naenda taratibu ili shetani asikapotosha pointi hapa. Maana shetani anachelewa kukengeusha. Yaani kazi shetani ni kukengeusha watu wasielewe. Sabati nzuri sana leo tunafundishwa na padri. Kitabu hiki tunachokisoma leo ni cha padri. Sio msabati. Sio msabati. Turudie pamoja kwa usikivu zaidi. Ndivyo tarehe 3 mwezi wa 3. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka gani? Mwaka 321. Mwaka 321. 300, shika hiyo mwaka 321. Endelea. Mfalme Konstantino alivyotangaza rasmi kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana. Tayari. Hapo tayari. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321 Mfalme Konstantino akaona ugomvi huu ni uamue kati ya Wakristo wafuasi wa Yesu waliotii amri za Mungu na Wakristo waliotoka kwa Mungu jua, wanaoabudu jua, wapagani. Sasa uamuzi wa Mfalme Konstantino ulikuwa ni huu. Akasema ili kusiwe na ugomvi, mimi mfalme, kwa kuwa na mimi naabudu jua, kwa kuwa na mimi naabudu siku ya jua, sasa ninatangaza rasmi Wakristo wote mtasali na kupumzika siku gani? Siku ya Jumapili. Na akatangaza kwamba Jumapili itakuwa siku ya Bwana. Kwa hiyo Jumapili kuitwa siku ya Bwana ni tangazo la mfalme mpagani asiye Kristo. Narudia, Jumapili kuitwa siku ya Bwana, na kuamrishwa Wakristo wapumzike na kusali ni amri ya mfalme mpagani ambaye anaitwa Konstantino, na alitangaza tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321. Kwa hiyo mitume wote wa Yesu hawakuwahi kuita Jumapili siku ya Bwana, kwa sababu mitume wengi walikuwa mwaka 70 AD. Miaka 100 baadaye hakuna Mkristo hata mmoja ambaye aliita Jumapili kuwa siku ya Bwana. Miaka 200 hakuna Mkristo yeyote aliyewahi kuita Jumapili siku ya Bwana. Miaka 300 miaka 100, 200, 300 mpaka 321 ndipo mfalme tena ambaye sio Mkristo akatangaza. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa na tawala dola. Ufalme wa 4 duniani kutawala dunia nzima ulikuwa ni utawala wa Rumi. Utawala wa Rumi ndio uliotawala dunia nzima, ndio utawala wa 4 katika historia ya kutawala dunia nzima. Kulikuwa na Babeli, ikafuata Wamedi na Wajemi,
wakafuata Wayunani. Utawala wa nne ndio Roma, Rumi ya kipagani. Huyo mfalme kwa kuwa alitawala dunia nzima, alikuwa na mamlaka ya kutangaza sheria hiyo kwa dunia nzima. Alipotangaza, ndipo maaskofu wa pale Roma mwaka 336 wakapitisha mtaguso wa kuiweka rasmi kuwa siku ya Bwana katika Ukristo. Wapendwa marafiki zangu, sijui tumalizie hapo. Kuna maswali mengi ambayo padri anajibu. Sasa leo ngoja tujibu kwa maswali mawili. Basi unaweza kae hapa chini na malizaji kumaliza hapa chini kumaliza. Anasema hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi leo. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi leo. Nimefundisha hapa kutumia Biblia na kufafanua unabii. Hasa watu hawaelewi, na kwa sababu watu hawaelewi, nikaona ni afadhali leo nifundishe kutoka tena kwa vitabu vya watumishi wa Mungu wengine ambao sio wa Sabato. Kimechapishwa Benedicti Publication Ndanda Peramiho. Na hapa ndani tumeandika ufafanuzi wa neno la Mungu katika mazingira mbalimbali, majibu kwa wale wanaotafuta ukweli. Mwisho wa kunukuu. Na kuna kitabu kingine cha Kiingereza kiko pale. Sasa kama cha Kiswahili chenyewe kilikosa tafsiri, mpaka kalitokeza binti huyu cha Kiingereza sisi limekuwa na hatari. Hicho kitabu cha Kiingereza kiko hapo, kinaandikwa The Compact History of Roman Catholic. Hicho kitabu ni cha Kiingereza. Ukija naweza kukupa. Chenyewe kinaeleza hivi, mwandishi mmoja maarufu wa Vatican, mwandishi wa kanisa la Katoliki, mwandishi maarufu anaitwa Malaki Mati, ameandika hivi: Rumi ilipokuwa imeingia katika mzozo wa Ukristo na wapagani, wakati mfalme Konstantino anatawala, mfalme Konstantino akaamua kuingilia kati ili kuweka sawa tofauti hizo. Anasema akatangaza amri ya kuabudu, kuiheshimu Jumapili, akatangaza amri ya kusherehekea Krismasi tarehe 25 Desemba, akatangaza amri kwamba Wakristo wote sharti waabudu na kupumzika siku ya jua. Na anasema kwa sababu hiyo akatoa pesa nyingi akalisaidia kanisa na akaanza kujenga makanisa duniani kote. Ukawa ndio mwanzo wa kanisa ambalo limechanganya desturi na Biblia. Ninarudia, ukawa ndio mwanzo wa kuanzishwa kanisa ambalo lenyewe limechukua amri za Mwenyezi Mungu kidogo na amri za wafalme kidogo, wakatengeneza kitabu kinachoitwa Misale, ambacho chenyewe kinafundisha amri zilizobadilishwa. Hili nataka niwaondoe Wakristo wote, uwe Mroma, uwe Pentekosti, uwe Mwanglikana, uwe Msabato. Wengi hawaelewi
kwa sababu hawasomi vitabu. Na ndio maana unaweza katika sehemu ukafundisha somo kama hili, wanakuja juu. Kwa mfano, unaweza kushangaa Waroma akasema huyu msabato anasema madhehebu ya watu vibaya kwa sababu hawasomi. Hawasomi. Mimi uthibitisho wangu wa kuamini kwamba Jumapili imetoka wapi niliupata katika vitabu vya Roman Catholic. Ndio nikathibitisha, kwa sababu anasema sisi Roma ndio tulikuwepo mwanzoni, tulikabidhiwa kanisa. Na wanasema Petro alikabidhiwa kanisa, ndio kiongozi wa kwanza wa kanisa. Swali, Petro aliwahi kukubaliana na hayo? Hapana. Petro amekufa mwaka 70 AD. Alipinga upagani. Petro alipinga upagani. Alipopinga ibada ya jua, Warumi wakamuua Petro, wakamtundika msalabani kwa kumhoji maswali mengi. Petro, unakubali kuikana imani hiyo unayohubiri na kuleta desturi za Kiyahudi hapa Roma? Petro akasema, sikubali kuikana imani wala sikubali kumkana Kristo. Wakamuuliza, uko tayari kufa? Akasema, niko tayari. Wakamtundika msalabani, na akasema, msinitundike kama Bwana wangu alivyotundikwa. Mimi munisulubishe kichwa chini miguu juu. Akauawa, na alipouawa akazikwa hapo Roma, na kaburi lake mpaka leo lipo la Mtakatifu Petro. Unaweza ukaona kwamba dunia yetu imeingia katika giza kiasi gani la kutofahamu mambo madogo kama haya. Mitume walisoma unabii, walielewa unabii walipokuwa wanasoma Danieli, wakasoma kwamba utawala wa 4 utaazimu kubadili majira na sheria za Mungu. Wafalme wa Kirumi wa utawala wa 4 walipowaletea hoja ya kubadilisha, mitume wakasema ni heri tufe kuliko kukataa maagizo ya Mungu. Ukristo sio desturi. Ukristo sio kuwa na jina kanisani. Ukristo sio kuwa muumini wa dhehebu fulani. Hapana. Ninarudia, Ukristo sio kuwa muumini wa dhehebu fulani. Hapana. Ukristo sio jina lako kuwa katika kitabu cha kanisa fulani. Hapana. Ukristo ni kujikana nafsi. Ukristo ni kukubali kufa kuliko kumpanda Kristo. Ukristo ni kugeuka, kuacha desturi zote na kufuata neno la Kristo. Haleluya. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sio neno la falme, sio neno la padri, sio neno la mchungaji, sio neno la nabii. Hapana. Kuna watu hapa wanaogopa kubatizwa kama Yesu alivyobatizwa. Wanaogopa wake zao,
wengine wanaogopa waume zao, wengine wanaogopa ndugu zao, wengine wanaogopa viongozi wa dini, wengine wanaogopa majirani zao, wengine wanaogopa ukoo. Wanasema nikiamua kufuata ukweli nitatengwa na ndugu, nitatengwa na marafiki, nitatengwa na mume wangu, nitatengwa na dhehebu langu, nitatengwa na dini yangu. Sikiliza mpendwa, Wakristo wote walioamua kumfuata Kristo walikuwa tayari kufa kuliko kufuata tamaduni ambazo hazipo kwenye Biblia. Ndio maana mitume wote walikufa. Mitume wote waliuawa kwa sababu walikataa kuiangusha hata yodi moja ya neno la Mungu. Na watu leo wanaogopa kufuata neno la kweli kwa sababu ya maisha haya. Kuna binti mmoja kule Arusha, alikuwa ni mtoto wa shehe pale Arusha mjini. Alipohubiriwa injili ya milele na alipofahamu sheria za Mwenyezi Mungu, alipogundua kwamba kumbe Sabato, pumziko la siku ya saba, ni agizo la Mwenyezi Mungu, akasoma aya za Qur'ani ambazo zinasema watu wote wanapaswa kumtii Mwenyezi Mungu kwa kuabudu siku ya saba. Akaelewa. Alikuwa form 2 huyo binti, akasema niko tayari kuifuata hii kweli, kwa sababu kama Isa atakuja kutawala, ndio ishara ya kiyama, sharti nifuate, kwa sababu nimesoma Qur'ani, nimesoma Taurati, nimesoma Injili. Binti ndogo. Siku ameamua, akaenda kwa baba yake ambaye ni kiongozi wa dini. Alikuwa jasiri sana huyo binti. Akamwambia, ninaomba unipe aya kwenye Qur'ani ambayo inasema Mwenyezi Mungu amebadilisha ile amri ya Sabato, ameipeleka Ijumaa au sehemu nyingine. Shehe hakuwa na aya. Kajaribu kumweleza Ijumaa ilivyoingia na nini, akasema Ijumaa sio Sabato, kwa sababu tunakwenda msikitini, tunarudi kazini, kwa hiyo sio Sabato. Amri ya Taurati ambayo ni desturi ya Ibrahimu ya Musa inasema siku ya saba ndio Sabato, Jumamosi, na Qur'ani imeeleza vizuri kwamba Sabato ni Jumamosi. Tena imeeleza vizuri kwamba ni siku ya kumwabudu, ya kupumzika na kumwabudu Mwenyezi Mungu tu. Yaani Qur'ani imeeleza vizuri kuliko hata Biblia. Baba yake akasema, wewe umeanza kukiuka dini, umeanza kufuata dini nyingine. Akasema, mimi ninafuata dini ya Mwenyezi Mungu, sheria za Mwenyezi Mungu. Shehe akasema, usije tena hapa nyumbani, mawili, uwe mtoto wangu au usiwe mtoto wangu. Binti akasema, mimi nitamtii Mungu. Labda uniambie kwamba nimekosea. Ukiniambia kwamba nimekosea, maamuzi haya ni dhambi, unionyeshe hiyo sahihi, nami nitafuata.
ila kama una jibu la maandiko haya hamna, nitamtii Mungu. Amina. Akaita maimamu na walimu wa dini wengine, wakaja wakamsikiliza mtoto, wakasema, mtoto, kuna mambo mawili. Imani yetu, mtu anayeasi tunamtandika bakora sawa sawa. Wakakamata, wakakata bakora, wakasema mawili, ukubali kupa bakora au la? Akasema, niko tayari kufa kuliko kuitana kweli. Amina. Walipiga kipigo cha bakora. Jumamosi ilipofika, wakaficha nguo zake zote asiende. Binti akachukua kanga ya mama yake akaja kanisani. Yaani, ukikutana na Yesu na ukaiamini kweli, hakuna atakayeweza kuzuia. Hakuna. Amina. Tunababaisha dini hii, tunababaisha wengi hapa, tunababaisha, tunataka tuelewe ndio tufuate. Binti aliporudi, alipogundua baba yake kwamba alienda kanisani, akasema, kuanzia leo wewe sio mtoto wangu. Akachukua nguo zote akaficha, wakatandika tena, na akasema, uondoke hapa nyumbani, wewe sio mtoto wangu. Binti akaja kanisani, akaeleza yote hayo, akasema, hiyo mbona kazi ndogo? Hiyo ni kazi ndogo. Tukaenda serikali ya mtaa, tukaeleza. Binti alikuwa bado hajafikisha umri ule wa kuwa huru, lakini bado ni haki yake kuamua. Kaja baba yake, wakamwita baba yake, wakamuuliza, wewe ni kiongozi wa dini tunayekufahamu hapa, huyu mwanao imekuwaje? Akasema, huyu sio mtoto wangu, ni kafiri. Kafiri sio mtoto wangu, sijawahi kuzaa kafiri mimi. Wakasema, mzee, andika. Akaandika kwamba huyu sio mtoto wangu, ni yeye. Akasaini. Ndani wetu naye akasaini, akasema, sisi tunamchukua kwa mtoto wetu. Binti nakubali, ndio. Akawa mtoto wa kanisa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Binti akasomeshwa na kanisa. Form 3, form 4 akapasua. Nisonge A. Amina. Akaenda form 5, form 6 A. Amina. Akaenda chuo, yaani kwenye GPA first. Amina. Binti akapata kazi, hawakuchelewa kwa sababu akamtafutia mchumba. Baba yake akasema, mimi sio mtoto wangu, kanisa likaozesha. Haleluya. Amina. Baada ya hapo, mtoto akawa na maisha mazuri, akaajiriwa, akafanikiwa. Baadaye yule kiongozi wa dini, maisha akamwendea vibaya, akamkumbuka mwanaye, sasa mambo ya dini tuyaache, turudiane. Nyie watu. Unajua kuna watu hapa wanaacha ukweli, wanajiuliza tunafanyeje? Mwingine tunakataliwa na babu yake, mwingine amekataliwa na wazazi wake, mwingine amekataliwa na nani? Eti mimi bwana nitafanyeje? Ndugu zangu watanitenga, dini yangu. Wengine wanasemaje? Mwingine tuenda sehemu fulani, nani atanizika? Ujinga. Nani atakuzika? Kuna watu ambao wamekufa, wamekatwa vichwa kwa sababu ya Kristo. Wanasema nani atakuzika? Nani atakuzika? Mitume wote wamekatwa vichwa, wameburuzwa, wamekufa vifo vibaya kwa sababu ya Kristo, kwa sababu
ya kusimama katika ukweli. Wewe umeelewa ukweli, tumesadikisha ukweli wote hapa. Bado watu wanasema, ndugu zangu, rafiki yangu, mara mme wangu, mara watoto wangu. Yesu alisema ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Ampendaye binti yake au mtoto wake kuliko mimi hanistahili. Kila mtu abebe msalaba wake. Hey! Kwa sababu gani? Ukienda kaburini unaenda mwenyewe. Siku ya hukumu utaenda mwenyewe. Siku ya hukumu amri itasomwa, neno la Kristo litasomwa, Yesu atakaa pale. Wapendwa, kuwa na imani ni uamuzi wa wewe mwenyewe. Amina. Nataka niseme nini jioni ya leo? Nataka niwaambie nini jioni ya leo? Nataka niwaambie injili ya milele, ujumbe wa milele ni ujumbe unaowakusanya watu wote, kuondoa katika giza la ulimwengu huu, giza la mapokeo, giza la desturi, giza la imani ambazo zimeingizwa na viongozi wa dini ambao hawako tayari kumtii Kristo. Ukristo ni kuzaliwa mara pili. Ukristo ni kumvaa Kristo. Ukristo ni kuwa na Mungu. Ukristo ni kuunganishwa na Mungu. Ukristo ni ushindi wa ulimwengu huu. Amina. Usimamaje siku ya mwisho? Usimamaje? Utasimamaje? Niseme nini jioni ya leo? Niseme kitu gani? Nyie watu wa Zavara, niwaambie maneno gani mpate kuamini kwamba Yesu anarudi? Niwaambie maneno gani? Niwaambie maneno gani? Ulimwengu unadhoofika, ulimwengu unatikisika, ulimwengu unayumbayumba kwa sababu ya amri za watu, amri za watu, amri za wafalme. Biblia imeweka wazi, unabii umeweka wazi, hata vitabu vya madhehebu mengine vimeeleza wazi. Utasimamaje? Usimamaje? Ufunuo 17. Ufunuo 17 mstari wa kwanza hadi wa 6. Ndio natoa utangulizi. Nalifundisha kwenye vielelezo usiku. Ufunuo 17 mstari wa kwanza hadi wa 6. Soma msomaji. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 17 aya ya kwanza mpaka 6. Biblia inasema, nasemaje? Akaja mmoja wa wale malaika 7. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7. Wale wenye vitasa 7 akanena nami akisema, njoo huku, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu, aketie juu ya maji mengi, aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevwa kwa mvinyo wa uasherati wake, na wakao juu ya nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau, mavazi ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu, na kito cha thamani, na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo
kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Aya sita. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu, na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Amen. Yesu anamwonyesha Yohana kwa lugha ya unabii. Jana niliwaambia mwanamke kwa lugha ya nabii ni kanisa. Mwanamke kwa lugha ya unabii ni kanisa. Bwana harusi ni Yesu. Bibi harusi ni kanisa. Bikira safi tuliongea habari zake kwamba kanisa la Mungu ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kwenda kurithi uzima milele, lenyewe sifa zake linatii amri zote za Mwenyezi Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Ufunuo 14:12. Watakatifu. Amina. Kanisa la Kristo lenyewe lina sifa mbili kubwa. Ziko wapi hizo? Lenyewe linafundisha amri zote za Mwenyezi Mungu na nini tena? Na kuwa na imani ya Yesu. Mafundisho yote ya Yesu, maneno yote ya Yesu wanafanya nini? Ndio msingi wa imani yao. Endelea. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana nasema sura 14 aya 12. Nasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu, watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amen. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Ndio maana wapendwa marafiki zangu wa Sabato, ninawaambia unaweza ukawa Msabato, ukawa kanisa la Sabato, ukawa mzizi, ukawa mwizi, ukawa tapeli, ukawa muongo, umekwenda na maji. Ngoja nikwambie mpendwa, watakatifu wanashika amri zote za Mungu na kwa na imani ya Yesu, wanatawaliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, wanaitazama dhambi kama dhambi, wana hofu na dhambi, wanatembea na nguvu ya Mungu kwa kumpokea Kristo ndani ya maisha yake. Wapendwa, kipimo cha utakatifu sio dhehebu, sio imani, sio nini, bali ni Kristo kuwa ndani ya mtu. Amina. Stay connected with Jesus. Amen. Kubali kuunganishwa na Mungu ili uweze kuwa tayari kuwa katika kundi la wanaokolewa. Tuko hapa wapendwa, tunahubiri injili ya milele inayobadilisha watu, inayowaongoza watu, inayowaokoa watu, inayowalinda watu, inayowafanya watu wawe na hofu na dhambi. Amina. Dhambi. Kristo. Kwa hiyo kanisa linaloandaliwa kwa ajili ya Kristo kurithi uzima milele ni kanisa ambalo ni kundi la watu, ni invisible church, ni kundi la watu ambao hawaonekani kama dhehebu, hawaonekani kama kanisa, hawaonekani kama nini. Ni watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kumtii Mungu. Amina. Sio dhehebu. Hata wale tunaowaita kwenda kubatizwa, hatuwaiti waje tu wakae kama waumini, kama ushirika. Tunawaita watengenezwe, waunde kundi la watu wachache, watii wa neno la Kristo, waliobadilishwa, waliozaliwa mara pili, wanaoikataa dhambi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Amina.
Tunapokuita ubatizwe, tunakusaidia utengeneze, utoke kwenye bandia za shetani, utoke kwenye kundi la watu ambao wanaamini, wamepokea, wamefungamanishwa, wamejifunga mafundisho ya wafalme, wamejifungisha katika amri za wafalme. Utoke rafiki, usimame ukiwa na ujasiri, ukimwambia Baba, niko pamoja na wewe, ninakutii wewe, ndio kusudi. Amina. Hatuwaiti watu waje waweke tu ushirika eti na mimi bwana na mimi kwenye kanisa hili. You are finished. Umeenda na maji. Sasa wakati Mungu anakusanya kundi la watakatifu wenye sifa hizo, shetani naye kwa kutumia mwamvuli wa dini anakusanya watu wa dini, lakini ambao wao wamejitengenezea amri zao. Hao ndio wako kwenye mpango ule wa New World Order. Niliwaambia kwamba kundi linaloandaliwa chini ya mpango mpya wa ulimwengu, ka mfumo fulani, ka dini, kana kuandaliwa, kana kuunganisha dini, wanaunganisha dini na madhehebu. Nimeonyesha hapa viongozi wa dini wa Kiislamu, viongozi wa dini wa sisi wa dini la Kristo wanaunganishwa eti kutengeneza mfumo wa dini unaoweza kuleta amani duniani. Lakini bahati mbaya sana, amri wanazozitumia kama mwongozo, kama msimamo wa dini na umoja huo ni amri ambazo zimetengenezwa na wafalme wa dunia hii. Ndio hatari. Na wote mliokuja nitawapa, nimetengeneza amri za Mwenyezi Mungu na amri za kahaba, mwanamke aliyeasi. Tunaposema kahaba ni mwanamke aliyeasi, yaani kuna mwanamke ambaye ni mtiifu wa Kristo, kanisa, kundi, na kuna kundi lingine ambalo limejitengenezea ndoa bandia. Wanajiita ni watu wa Mungu, lakini wanamtii mwovu shetani. Hao ni makundi mawili. Inapotamka juu ya kahaba na kuna bikira safi, kahaba ni mfumo wa ambao wenyewe umejiondoa kwenye maagano ya ndoa halisi, imetengeneza maagano tofauti, wana amri zao ambazo hazimtukuzi Mungu kwa muumbaji. Hao ndio wanaitwa kahaba. Sasa sifa zake ambazo zimetajwa hapo, ambazo zimetajwa katika unabii huo, endelea nao kesho hiyo, na leo pia tutaligusia usiku. Lazima tulimalize vizuri, watu waelewe kinachoendelea katika dunia hii. Kwanza anasema huyo kahaba, mwanamke huyo amebebwa na mnyama, yuko juu ya mnyama mwekundu. Tulisoma kwamba mnyama ni ufalme. Kwa hiyo anaposema huyo mwanamke, huyo kahaba amebebwa na mnyama, maana yake yale anayoyafundishwa yametolewa na ufalme na nguvu zake zimetoka kwa ufalme. Ninarudia, anaposema huyo mwanamke, wanafunzi wa Yesu, na likatengenezwa kanisa lingine pale Roma, likaanzishwa kanisa lingine ambalo lilikubali maagizo ya falme. Ndio maana
mwanamke kubebwa na mnyama. Mwanamke kubebwa na mnyama maana yake ni hii, mnyama ni ufalme, mwanamke ni kanisa. Sasa kanisa hilo limebeba maagizo ya mfalme, ndio maana yake. Hapo ndio unabii. Watu wanahangaika sana, huyo mwanamke ni nani? Kwa nini kahaba? Kahaba ni mwanamke ambaye ametangua magano ya ndoa. Kahaba ni mwanamke mzinzi ambaye ametangua magano ya ndoa. Na kanisa na Kristo linapoamua kuacha magano, Biblia kwa lugha ya unabii, huyo hiyo kundi, mfumo huo unaitwa kahaba. Ndio maana ya unabii huo. Sifa nyingine ya huyo mwanamke anasema ameketi juu ya maji mengi. Ameketi juu ya maji mengi. Kukaa juu ya maji mengi maana yake nini? Ufunuo 17:15, Ufunuo 17:15 inasemaje? Maji mengi maana yake nini? Anasema huo mfumo wa dini umekaa juu ya maji mengi. Maji mengi hayo ni kitu gani? Kitabu cha Ufunuo sura 17 aya 15 inasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona ambapo huyo mwanamke amekaa juu yake, hayo maji ni nini? Hapo aketipo yule kahaba. Aha. Ni nini? Ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Oho, kumbe ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kumbe hiyo mfumo huo wa dini upo dunia yote. Kwa Wachaga yupo, kwa Wanyakyusa Mbeya yupo, ukienda Marekani yupo. Yaani anasema mfumo huo wa dini upo duniani kote, kwa jamaa, lugha. Wewe umezaliwa hapa, inawezekana umeingia katika mfumo hujijui, na ndio maana tuko hapa kuwatangazia watu kwamba wafanye matengenezo, kwa sababu wameingia bila kujua. Amen. Kwa nini? Kwa nini huo mfumo uwepo duniani kote? Kwa sababu ulikuwa umepewa nguvu na dola ya Kirumi. Ndiyo ilitoa pesa, ilitoa misaada ili waeneze dini hiyo, mafundisho hayo duniani kote. Kwa hiyo ni mfumo ambao umeunganishwa kofia ya serikali na kofia ya dini. Ni mfumo ambao umeunganishwa utawala wa kifalme wa serikali na kofia nyingine wa dini. Ndio maana ulikuwa na uwezo wa kwenda duniani kote, kwa sababu Rumi ilikuwa inatawala dunia nzima, ilikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Hiyo ndio sifa yake. Kwa hiyo usipate shida ukiona watu wote dunia nzima wako humo ndani. Na anasema huyo mwanamke amewalewesha watu wa dunia yote, amewalewesha. Wamelewa na nini? Wamelewa na mafundisho. Mtu alielewa, ukimfundisha hawezi kuelewa. Ukilewa unaharibikiwa akili. Ukiambiwa kwamba hivi jambo wewe kuona wale, unakuta mlevi ametoka kunywa pombe anatembea, yaani yeye anaweza kumwona mtu kama mti mtu yuko hapo anapojua hapo chua, yaani anamwona mtu kama miti amelewa, haoni. Mtu mmoja alienda kwenye baa, unajua hata wale wale wanaeleweka. Ukianza kunywa glasi ya kwanza unaona wote sawa sawa, piga glasi ya pili, ya tatu, ya nne, unaanza kuona wale vikongwe unaona kama mabinti wazuri. Ndio maana utakuta kwenye mabaa yale wale makahaba vikongwe wanaendana saa 8, kwa sababu wanajua hapo watu wote wanaona, yaani kikongwe ana meno anaona kama ndio binti kabisa, akiona mapepo ndio anaona kama ndio meno.
Ukilewa unaharibikiwa. Biblia inasema hivi, mafundisho ya hilo kanisa imewalewesha wanadamu, hawawezi kuona tena. Ndio maana ukiwaambia watu soma Biblia, soma amri za Mungu, giza limeingia. Tuendelee na hili somo kesho, tusimame tuombe.